Hotuba kali ya rais kijana wa Burkina Faso tarehe 6 Julai 2024. Ni Kapteni Ibrahim Traore, ni rais mdogo Afrika. Amezaliwa tarehe 14 ya mwezi wa 3 1988. Anapiga gwanda muda wote, hacheki na wapuuzi. Amesambaza trekta 400 nchini kwake ili watu walime. Huyu rais ni funzo kwa maraisi Afrika. Hotuba inaanza, tulia sasa. Makomredi kutoka mataifa ya AES, washiriki wa mkutano wa kwanza wa AES, wakuu wa nchi. Habari ya asubuhi. Ni furaha na fahari kubwa kuwa hapa leo, siku yenye baraka, siku yenye kumbukumbu katika mkutano wa 2024 hapa Niamey, Niger. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufikia siku ya leo. Tunamshukuru kwa kila alilotufanyia mpaka sasa na kila atakachotufanyia. Lakini pia nawashukuru watu wa Niger. Watu hawa walipitia changamoto nyingi tangu kuanzishwa kwa CIJ na bado wameendelea kuwa imara. Shukrani kwa watu wa Niger kwa mapokezi mazuri jana wakati na kanyaga ardhi hii. Nyie ni zaidi ya marafiki, nyie ni zaidi ya majirani, nyie ni kaka zetu, nyie ni dada zetu, kwa sababu undugu ni zaidi ya urafiki na ujirani. Wote tuna damu sawa inayotiririka kwenye mishipa yetu. Kwenye mishipa yetu inatiririka damu ya hawa mashujaa waliopambana na kukomboa ardhi hii inayoitwa Mali, Niger na Burkina. Kwenye mishipa yetu inatiririka damu ya mashujaa waliosaidia dunia nzima kuondokana na unazi na majanga mengine. Kwenye mishipa yetu inatiririka damu ya mashujaa waliotolewa Afrika na kupelekwa utumwani Ulaya, Marekani, Asia na kwingineko na kujenga mataifa yao wakati wa biashara ya utumwa. Kwenye mishipa yetu inatiririka damu ya watu wenye thamani, watu imara na watu wenye misimamo kwa ajili ya nchi zetu. Kwa hili hebu tujipongeze kwa kuwa waanzilishi wa AES. Huu ni ushirikiano wa kibiashara na ulinzi kwa nchi za Mali, Niger na Burkina. Afrika ni bara, limeteseka kwa muda mrefu na bado linaendelea kuteseka kwa sababu ya ubeberu. Hawa mabeberu wanajua kitu kimoja tu kwenye akili zao, kwamba Afrika ni himaya ya watumwa. Ndiyo wanavyoiona Afrika. Afrika ni yao. Ardhi yetu ni yao. Madini yetu ni yao. Hawajawahi kubadilisha mtazamo huu mpaka leo. Hii ni dharau. Lakini haya yalianzaje? Kwa bahati mbaya, haya yalianzia tangu miaka ya 60 walipotupa uhuru bandia kwa kuwaweka vibaraka wao ili waendelee kutunyonya. Vibaraka hawa walianza kuishi kama mabwana zao, mabeberu, na kufanya kila kitu kwa maelekezo ya matakwa ya mabwana zao. Waliishi ili kuwaridhisha mabwana zao. Waliiba na kupora nchi zetu na kuhamishia kila kitu kwa mabwana zao. Mabwana zao wakikohoa, wao wanatekeleza. Mnawafahamu hao vibaraka, lakini ngoja niwaelezee. Hawa ni watu wasiokuwa na adabu, ni watu wasiokuwa na maadili, ni watu wasiokuwa na utu. Ni watu waliokuwa tayari kusaliti ndugu zao ili kuwafurahisha mabwana zao mabeberu. Wametusaliti tangu uhuru na wengine bado wanaendelea kutusaliti mpaka leo. Wanawasaidia mabwana zao kutuibia Afrika. Kila mwaka wanasema Burkina ni masikini, Mali ni masikini, Niger ni masikini, tunashika mkia duniani. Sawa, sisi ni maskini. Basi ni muda sasa tupambane na hali zetu. Tukiwaambia waondoke hawataki. Kwa nini? Tukichukulia kwa mfano Niger, kwa zaidi ya miaka 40 kuna nchi zimekuwa zikichimba uranium kwenda kuzalisha umeme kwao. Kuanzia Hawaii mpaka Paris, mitaa yote inang'aa. Niger inaokota uranium, mitaa yote inagiza. Ardhi yetu imejaa mashimo yanayotokana na uchimbaji wa madini. Barabara zote ni mbovu. Hata barabara za kwenda huko wanakochimba madini hakuna. Achilia mbali huduma za kijamii. Hii ndio sababu iliyopelekea tuwapindue na kuweka hatima ya nchi katika mikono yetu. Kuna mifano mingine mingi tu. Tulipoamua kufanya maamuzi haya, tulifuatwa na mamluki kibao wakitushawishi tuwe sehemu ya wanyonyaji. Tulikataa. Sisi tumekuja kuvunja minyororo hiyo ya kiunyonyaji. Tulivyokataa, hujuma zikaanza. Wakatuma mamluki, mashushushu
na maajenti kibao katika nchi zetu za Sahel kufanya mambo yao ya kihuni. Wakaanza kuwashambulia watu wetu ili kuwashawishi waingie barabarani. Watu wetu waligundua hizo hila zao chafu na wakazikataa. Watu wetu wanajielewa, wanajua wanachofanya, wanajua wanapokwenda. Hatuwezi kuruhusu ujinga huu tena. Watu wetu wameamka. Watu wetu sasa wanapambana leo, sio kwa ajili yao, bali kwa ajili ya vizazi vijavyo. Asanteni nyote kwa mapambano hayo. Hii haitufanyi sisi tulielie. Hatutaogopa kitu. Tutapambana kwa ajili ya uhuru kamili. Mnafeli sana kuwatishia watu wetu wa EAC. Watu wetu wanajua mambo matatu tu kwenye midomo yao: demokrasia, uhuru na haki za binadamu. Ni kweli, vibaraka wao wanachaguliwa kwa kuzingatia demokrasia huru na wazi, lakini ni kitu gani cha kushangaza maana wao ndio wanaotupangia taratibu za uchaguzi. Tumeamua kuchukua hatua. Ndio maana Juni 26, 2023, Niger walipoamua kufanya mabadiliko, vibaraka na mabwana zao walianza kusumbua watu wa Niger. Sasa tumesema mtu yoyote atakayethubutu kuishambulia Niger watatutambua. Tutapambana mpaka tone la mwisho la damu kwa mtu yoyote atakayethubutu kushambulia nchi yetu. Haya maamuzi tuliyofanya jana yanaendana na leo, kesho na siku zote. Ndio maana AES ilizaliwa Septemba 16, 2023 katika sura ya kiulinzi, lakini ni mfumo unaofaa. Chombo hiki kinachotuunganisha leo kinatakiwa kituruhusu kwenda maeneo mengine ili kulinda masuala ya kifedha, kiuchumi, miundombinu, afya, elimu na kadhalika. Kwa mara nyingine tena, tumuombe Mungu awe pamoja nasi katika kazi zetu, awalinde wapiganaji wetu, aturuhusu kujadili kesho yetu. Ibrahim Traore anavalia nguo za kijeshi, ambaye analinda maliasili tajiri kuliko kuwa na kibaraka wa kizungu aliyevalia vipande vya suti kutoka Italia anayewatajirisha wakoloni mamboleo. Yeye ni kiongozi wa Afrika mwenye maono, ambaye anatazamiwa kubadilisha sio utajiri wa Burkina Faso bali Afrika nzima. Mungu anamsimamia Traore, japo wanamuinda kwa nguvu zote, wanataka kumuua. Nahodha Ibrahim Traore ni kiongozi mwadilifu na anayejiheshimu. Ni kiongozi mwadilifu na anayejiheshimu wa nchi ya watu. Ametoa wito kwa viongozi ambao ni matajiri, watachunguzwa, watuelezea wamepata wapi mali zao. Amezungumza hayo Mei 2024. Chini ya uongozi wake, Burkina Faso hatimaye inasimama dhidi ya mamlaka ya ukoloni mamboleo na imewafurusha waangalizi wa kijeshi wa kigeni kutoka jeshi la Burkina Faso. Fukuza Mfaransa, futa na lugha ya Kifaransa, funga makampuni ya migodi na taasisi zote ambazo zilizokuwa chini ya Mfaransa. Kamata vibaraka, na amefungua gereza maalum kwa makamanda ambao sio waaminifu. Waangalizi wa kijeshi wa kigeni walisema kuwa wenyeji hawataweza kuendesha jeshi. Captain Traore alisema, hakuna cha kufanya, asante kwa huduma yenu, tafadhali nenda. Sasa wanajeshi wa Burkina Faso wanajivunia kila kitu kipo chini yao kwa 100%. Ibrahim Traore hafanani na vibaraka wengine barani Afrika. Mapinduzi ya kipekee yalimpandisha kuwaongoza watu wake. Haya yalikuwa mapinduzi ya kidemokrasia, kwani Burkinabe wote walimuunga mkono. Mara tu alipochukua madaraka 2022, alizindua hatua mbalimbali za ustawi: kupunguzwa kwa ushuru, kulisha maskini, anajaribu kuzalisha ajira kwa vijana. Anakuza uwezeshaji wa kijinsia kwa kutoa nafasi kwa wanawake katika utawala. Wanawake wengi sasa wamevunja dari ya kioo. Amewahimiza wananchi wote kuzungumza kwa uhuru. Uhuru wa vyombo vya habari umerejeshwa. Ana hadhi ya kipekee kama mwanademokrasia wa kijeshi ambaye yuko madarakani kutokana na mamlaka ya Burkinabe yote. Burkina Faso iko chini ya vikwazo vya Ulaya, lakini nchi imesimama kwa urefu chini ya nahodha. Anataka kuleta uzalishaji wa umeme wa nyuklia, mbinu bora za kilimo kwa kutumia itifaki za kisasa za mifugo ili kuwawezesha mmiliki wa wanyama wa pembezoni na kuboresha miundombinu ya elimu na afya ya Burkina Faso. Kapteni mkuu bado anavaa kombati za kijeshi kwenye mikutano ya kimataifa, wakati viongozi wengine wa Kiafrika
wanavaa suti ambazo zinaweza kulisha familia kwa mwaka mzima. Amekataa kuchukua malipo ya rais na anaendelea na mshahara mdogo wa captain. Amezindua mpango wa kupambana na ufisadi na kutangaza, sitoruhusu mafisadi kumeza Burkina Faso. Haishi maisha ya anasa kama madikteta wengine, lakini anakula kama mtu wa kawaida, analala kwenye kitanda cha kawaida na anakataa marupurupu yote ya rais. Anasema, mimi ni mtumishi wa Burkinabe yote. IMF ilipotoa mkopo, kapteni alisema, hakuna cha kufanya, asanteni sana. Kwa nini? Kutokana na kiburi cha Kiafrika. Mkopo wa IMF unakuja na masharti. Burkina Faso, tofauti na Pakistan, iliitaka IMF kukaa pembeni. Burkina Faso ilikuwa na akiba kubwa ya dhahabu, ila ilikuwa na wakoloni uchwara. Sasa anafungua kiwanda cha kusafisha dhahabu ili Burkina Faso iweze kuuza nje dhahabu iliyotajirishwa. Ameapa kukomesha ugaidi. Akiwa askari kijana, alionyesha ushujaa mkubwa katika kupambana na ugaidi kama mlinzi wa amani. Akawa hadithi na askari wake. Anaishi maisha rahisi sana. Wananchi wanampenda. Mei 2024, kwa uchapaji kazi na uzalendo wake, wananchi walimpa miaka mingine 5 ya kuipeleka nchi kwenye kilele cha ustawi sahihi. Atakuwa madarakani mpaka 2030. Siku moja ataunganisha Afrika. Maandamano hadharani mitaani, kupeperusha bendera. Kwa kawaida kunapokuwa na maandamano katika nchi inayotawaliwa na jeshi, huwa ni kuwaondoa wanajeshi kutokana na hisia za kidemokrasia. Lakini kwa mara ya kwanza katika historia ya dunia, Burkinabe walikuwa wakiandamana ili kutoa nyongeza nyingine kwa kapteni wao. Hii haijawahi kuonekana ulimwenguni. Hii inakwenda kuthibitisha jinsi kapteni anavyopendwa na watu. Amewaonyesha huruma, maono na uaminifu, na umma unajua hilo. Wanataka utulivu uendelee. Walijitokeza mitaani kuunga mkono udikteta wa kijeshi, kama vyombo vya habari vya magharibi vinavyosema. Vyombo vya habari vimeshangazwa na usaidizi huu maarufu. Yeye ni mdogo, natumai kwamba hatayumbishwa. Natumai daima ataendelea kuaminiwa na watu wake. Natumai atawaweka wasaidizi wake katika kuangalia haki za binadamu. Natumai yuko sawa kwa sehemu zote za kuangalia haki za binadamu. Natumai yuko sawa kwa sehemu zote za jamii. Natumai anaishi muda mrefu na kuwatumikia watu wake. Natumai hatapoteza mwelekeo wa malengo yake kama ilivyotajwa hapa chini. Mambo makubwa ya Ibrahim Traore: kukomesha mawazo ya utumwa ya wasomi, kukomesha utumwa wa kiuchumi, kumaliza ugaidi Burkina Faso, kuzalisha ajira kwa wananchi, kufanya kazi kwa umoja wa Afrika nzima, kuondoa umaskini na maisha duni, ushiriki wa watu katika sekta ya umma, uwezeshaji wa wanawake, kufungua shule na vyuo vikuu, kuhimiza demokrasia ya ndani, kujenga vinu vya nyuklia, kuboresha kilimo na viwanda, kupunguza utegemezi kutoka nje, kupambana na rushwa na ufisadi, kuwapunguzia kodi wananchi, kujenga jeshi la viwango, kusimamia vyema rasilimali za nchi, kulinda utamaduni wa nchi, ukombozi wa kifikra, kuhimiza kujitegemea na kujisimamia zaidi. Mwandaaji ni Mwalimu Isaya Benson. Mimi ni Mariam Paul.